بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ليوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. Tunaendelea na kitabu nikahi, na sasa bado tupo katika mwendelezo wa adabu aljimai, mambo ambayo ni katika sunna na mengine ni ya wajibu kuyatimiza mtu anapokwenda kufanya tendo la jimai, tendo la kumwingilia mke. Kwa mujibu wa maelezo yaliyomo katika sunna, kule nyuma tuliwahi kueleza miongoni mwa adabu aljimai, tukazungumzia kwamba atasmia, kupiga bismillah, na vile vile kujistiri na mengi ambayo kwamba tumeeleza pale, na vile vile wiki iliyopita tumezungumzia azli. Hayo yote yamo katika mlango wa adabu jimaa. Sasa leo tunakuja katika mlango ambao nao pia katika adabu jimaa, wakataza mke na mume, azaujaini, mke na mume, wakataza anitahaduthi, kuongea, kuzungumza, bima yajri, kwa ile inayopita hala alwiqai, wakati wa jimaa. Yani kwenda mtu kuzungumza akamuhadithia mwenziwe siri ya mambo ya ndani kabisa baina yake na mkewe, katika kabairi, katika mambo mabaya makubwa sana katika madhambi. Kwenda kutoa siri ya mkeo au ya mke kutoa siri ya mumewe, mambo ya ndani ambayo yapo katika faragha baina ya mke na mume. Kwa hiyo ndio maana akatumia nahyu, babu nahyi zawjaini ani tahadduthi, kuongea, kuzungumza, kumuhadithia mwenziwe, bima yajri, kwa yale yanayopita, yanayotendeka, hala alwiqai, wakati wa jimaa. Neno wiqai pia linachukuliwa kwa maana ya jimaa. Katika hadithi nambari 3286 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن متوم صلى الله عليه وسلم قسم: إن من شر الناس، حقيقة hakika miongoni mwa watu waovu mno, katika watu waovu mno, inda Allah, mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, manzilatan, muovu kwa nafasi, kwa mahala ya yaum alqiyama. Yani mtu atakayekaa mahala pabaya sana siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye sifa ifuatayo: inna min sharri nnas, maana wengi wapo katika watu waovu, na huyu ni mmoja wapo katika watu waovu sana. Inda Allah, mbele ya Allah, manzilatan, kwa nafasi atakayekaa yaum alqiyama, ni mtu huyo tukahitaji. Katika riwaya nyingine nasema min asharri nnas, katika hadithi nyingine imepokewa min asharri nnas kwa kuongeza alifu hii hamza ya tafdhil. Na yote haya yamo katika riwaya sahihi hii, min sharri nnas na min asharri nnas, yote yamo. Lakini katika lugha, katika watu wa nahwu, hii hamza wanaikataa katika neno shari na khairi. Jambo likiwa bora sema khayr, hadha khairun min hadha, husemi akhyaru. Au katika shari pia, hadha sharrun min hadha, husemi asharu. Lakini katika lugha imekubalika, isipokuwa wao wanazuoni wa nahwu kwa kaida yao wanakataa kwa mujibu wa kiasi tu. Lakini sisi kule nyuma tushasema kwamba kamusi ya lugha ya Kiarabu, kamusi za lugha ya Kiarabu ni 3.
Kwanza ni shi'rul jahili, maneno ya watu wa zamani kabla ya Qur'ani haijashuka. Tunachukua hoja kutokana na mashairi ya watu waliokuwepo katika jahiliya kabla Uislamu haujaja. Mashairi yao yana kama vile mashairi ya Imr al-Qais ya Tarafat bil Abdi. Mashairi watu kama hao ni hoja katika lugha ya Kiarabu. Tunachukua lugha ufasaha kutokana na mashairi hayo. Ngazi ya pili Qur'ani, maana Qur'ani ni baada ya kuwa tayari watu na lugha yao inayotumika wa Quraishi, Bani Tamim na wengineo, ikaja Qur'ani ikachukua lugha huko, imechukua lugha huko. Kwa hiyo sasa lugha ambayo kwamba ni fasaha ni ile ambayo imo ndani ya Qur'ani, maana sio yote yalikuwa kitumika katika shairi za kijahili, katika lugha za kijahilia yakawa yanafaa kuwa ni katika Qur'ani. Qur'ani inachagua maneno fasaha zaidi, maneno yenye balagha kubwa. Hayo ndio ambayo kwamba yametumika ndani ya Qur'ani. Na kamusi ya pili katika lugha ya Kiarabu tulisema ni hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ingawa tuliambiwa kwamba katika fani lahajati kwamba ingawa pana khilafu katika lugha ya Kiarabu kutegemewa katika hadithi, kwa sababu hadithi zimekusanywa baadaye baada muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana yakaingia baadhi maneno japo yakuwa yale mengine yalipokewa kutoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna mwingine inaweza kawa ni maneno yamekuja kutokana na wale wapokezi. Ndio maana nasikia fi riwayatin lakini pamoja na hivyo bado ingali ni kamusi ya lugha ya Kiarabu, Qur'ani, shairi jahili na hadithi ya Bwana Mtume. Sasa hawa watu wanahwa wakipinga wakasema sio sahihi kusema ashari, wao wakaona bora kusema shari tu bila hamza. Ingawa wanapinga lakini bado haijazuia kule kupinga kwao kwa ni hoja katika lugha ya Kiarabu. Ni hoja katika lugha ya Kiarabu. Asema inna min sharri nasi inda Allah yawm al-qiyamah, katika watu waovu sana kuliko wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mahala kwa makazi siku ya kiyama ni mtu ambaye arrajulu, mtu ambaye yufdi ila almar'ati ana ingiliana na mke, mamkusudio ya mwanamke ya almar'ati ni mke, anaingiliana na mke, watufdi, na huyu mwanamke naye tufdi ile anaingiliana na mumewe. Yani hawa watu wawili wamekutana pamoja, ikawa sasa katika mmoja wapo katika hawa wawili ikawa thumma, baada kuwa wameingiliana katika faragha, katika siri, mambo ambayo mbele yao wao tu wawili, thumma yunshiruha, ikawa natangaza siri yake, yani siri ya neema yani ilikuwepo katika matendo na mazungumzo baina ya mke na mume. Mambo ya haramu katika kabairi, haitakikani kabisa kwa mwanamume kwenda kuzungumza mahali popote mambo ya ndani yaliyokuwa yamekuwa baina yake na mkewe katika tendo la ndoa kama hiyo. Ni haramu kwa mume na ni haramu vile vile kwa mke. Ndio akasema watu waovu kuliko wote. Yufdi arrajulu yufdi ila almar'ati, mwanamume ambaye anaingiliana na mke, na mwanamke ambaye watufdi ilayna, anaingiliana na mumewe, thumma kisha yanshuruha, akaenda katangaza siri yake. Rawahu Ahmad wa Muslim. Naam, hapa kuna kaida kidogo aliposema arrajulu yufdi, utaona kwamba hii rajulu ina alif na lam kwa sababu ni maarifa, lakini yufdi ikawa ni jumla ambayo haifanani kuwa jumla yenyewe inakuja ni naati ya ismu ambayo haiwezi kuwa naati kwa sababu ismu iliyotangulia ni maarifa. Ingekuwa basi arrajulu alladhi yufdi, hapo kikaa sawa, lakini ilikuwaje sasa arrajulu asema yawmal inna min sharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamati arrajula yufdi.
kwanza kwenu vipi katika rajula nyote ilamu ina fataha sawa sawa, ndio itakuwa ni ismu inna طيب habari yake ni jaru majrur. Naam kwa kesho ala kwa haina islamu sawa, hapo itafanana. Akasema inna min sharri an-nas 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamati rajulun yufdi au rajulan yufdi lakini hapa kwetu kuna alifu na lam, lakini pia haikuharibu kitu. Kwa sababu gani? Hii ni maarifa, lakini ya al-jinsi kwa hiyo kila mwanamume anaingia hapo. Sasa naat naye kuwa nakira, jumla hii ikawa inafaa kwa naati yake. Nasema naatu yatba'u al-man'uta fi raf'i wa nasbi yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirra. Wa haramu kubwa uliopo kwa mtu ambaye mwanamume anakaa faragha na mkewe kisha ikawa anazungumza habari. Utaratibu kama huu wakuja jumla ikawa imekaa mahali pasifa, lakini jumla yenyewe kama hivi imekuja yufdi na kadhalika. Katika Qur'ani imekuja kama mathal himari yahmilu asfar. Au unaona vipi itakuwa ni sifa? Huwezi kusema ni sifa, hapana, ni sifa kwa sababu al-himari al-jinsi, yani si punda maalumu hiyo, kila aina ya punda tuko moja na huko shahidi walaqad amuru ala laimi yasubuni famadaitu thumma qultu la ya'nini, ndio kama hivyo. Haya katika mambo kidogo, lakini tuendelee na hivyo. Pia kuna hadithi nyingine ambayo kaipokea Imam Muslim kuonyesha kwamba kule kukaa faragha baina mke na mume ni katika amana. Kukaa faragha baina mke na mume katika tendo la ndoa, wote hao kwamba wamebeba amana. Mume kabeba amana sitiri yote aliyoona kwa mkewe, na mke naye kabeba amana naye vile vile. Kwa hiyo hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim, inna min a'dhamil amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah, kwa maana hiyo inna min a'dhamil amanati, katika amana kubwa aliyobebeshwa mwanadamu siku ya kiyama, ndio akasema rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha yali hadhi. Kwa hiyo ni haramu kubwa sana katika faragha kukaa mtu kenda kazungumza habari mke wangu mimi mke wangu. Na kuna watu nao wengine wana tabia akaa kidogo waifu, akaa kidogo waifu, sema waifu tuletea sisi, kila mtu kinaja waifu wake hapo, mwita kwa mashindano tena. Saa nyingine anafanya mambo si mabaya, mambo mazuri mambo mazuri, lakini sasa ya nini kutia mambo ya waifu bwana? Kwani huna mfano wote bwana? Akaa kidogo waifu, mimi nitakufanya hivi, waifu akanikataza. Basi wewe bwana, kumbe mpaka katazwa na waifu ndio ukatazike. Qur'ani inakataza mangapi? Qur'ani inakataza mangapi ukataziki bwana? Akaa kidogo waifu, mambo haya bwana mimi nilikuwa niyapenda, siku baadaye waifu hayataki. Yote mambo kuiga ya kimagharibi, waifu ili aonekane kwamba anajua kizungu, si ndio apate kusema hivyo waifu. Lakini kwa hakika utaratibu hautakiwi wakati wanazungumza na wanaume wenzio ulete mambo ya nyumbani kwako. Naam, tunaendelea na hadithi nyingine hii ambayo ni hadithi nambari 3287. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swalla, wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali fulani. Falamma sallama, alipotoa salamu, kulikuwa pana mchanganyiko hapo, pana wanaume wanawake. Akaswali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama, alipotoa salamu, aqbala alaihim, aliwaelekea wale watu wake, maamuma wake aliowaswalisha, biwajihi, kwa uso wake. Katoa salamu kisha akawaelekea kuwapa mafunzo. Na huo ndio utaratibu. Imamu akiswalisha, ikiwa pana jambo anataka kuwaeleza maamuma, kuna kosa limetokea, anageuka pale kuwaeleza maamuma jambo kadha,
Isiwe imamu ni imamu tu hapa, huwa hata likitokea jambo anakuwa hasemi. Ukimwona kasimama ujua atatangaza mazishi tu sasa. Lakini anakosoa, jamani, hapa mimi nikiswalisha kuna mtu mmoja anasoma na mimi namsikia, kwa hiyo anani shawishi au sio? Au jamani, kuna kitu kadha hapa naona na misikitini mwetu tunaosali mara nyingi baada ya kisha swali utoa tarjumani salatu subhi, muda ubadilika. Haya katika mambo jukumu la imamu. Kesho bwana, salatu subhi itakuwa adhana saa 11 kamili. Mambo haya wa imamu atakiwa anabii maamuma sema. Akaelekea bwana Mtume SAW wapa mafunzo maamuma wale. Fakala akasema, kwanza akasema majalisakum, kwamba kwa kuwa bwana Mtume akasema pale kwa baadhi ya watu kama atakuinuka hivi, naona majalisakum, kaeni katika majlisi zenu, katika vikao vyenu, nisikizeni nitakwambia nini. Akauliza, hal minkum rajulu idha ata ahlahu, hivi katika nyinyi wanaume, nyinyi kuna mtu yote katika nyinyi, katika mwanaume, katika wanaume ambaye idha ata ahlahu, anapomuingilia mkewe, idha ata ahlahu, anapomuingilia mkewe, sema aghlaqa babahu, akafunga mlango wake, wa arkha sirrahu, na akateremsha stara yake. Yani kishafunga mlango kajistiri, anajiona yuko pekee yeye na mkewe, hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna katika nyinyi ambaye akifanya hivyo, thumma yakhruju, kisha anatoka anaongea na wenzake, fayuhadithu, anaongea nazungumza yote, naona fayaqulu, akawaambia wenzake, fa'altu bi ahli kadha, mimfanyia mke wangu kitu kadha kitu kadha, fa'altu bi ahli kadha. Je, katika nyinyi yuko anafanya yani kosa kubwa sana? Wakakaa kimya wote, wasakatu, wakakaa kimya, kwa maana kwa masahaba ni watu wenye mwendo mzuri. Inawezekana kwamba wote hawa hakuna hata mmoja anayefanya kosa hili, au kuna wengine wanafanya hapa. Kwa hiyo kwa makemeo haya bwana Mtume SAW ikawa lazima wakae kimya, wasakatu. Fa aqbala ala nisai, bwana Mtume sasa akawaelekea wanawake ambao wapo katika wa arkha sitrahu, wapo katika msikiti pale, akateremsha sitara yake. Nimechanganya fasakatu. Fa aqbala ala an-nas faqala, ndio hapo wacha rudie tena basi. Anasema fa aqbala ala an-nisa'i, akawaelekea wanawake. Sasa kaanza kwanza kuelekea wanaume, sasa kawaelekea wanawake. Faqala, akasema hal minkunna, hivi katika nyinyi wanawake, kuna katika nyinyi wanawake, man tuhadithu, ambaye kwamba anaweza kuzungumza kama vile walivyoambiwa wanaume, akazungumza habari za mumewe, mume wangu mimi anifanyia hivi, mambo ya ndani ya siri ambayo haitakikani ayafanye, ambayo haitakikani ayaseme, mambo ya ndani ya siri yeye na mumewe, yeye kinazungumza mbele za watu. Kuna anayefanya hivyo? Bwana Mtume anawaambia wanawake. Wayakulu, Bwana Mtume ndio inaendelea aidha Mtume. Fayakulu, ikawa yule mtu anasema fa'altu bi ahli, amerudia tena. Hebu ngoja tulie kidogo, naona leo kama siku 20. Faaqbala ala nisai, akawaelekea wanawake sasa. Faqala, akasema kuambia wanawake, hal minkunna, hivi yumo katika nyinyi, man tuhadithu, ambaye anaongea habari za mume katika faragha baina na mumewe? Kuna mwanamke anayefanya hivyo? Sasa hapo ndo fajathat fatatu hapo, sawa? Fajathat, akapiga goti msichana mmoja, Kaabu
msichana mdogo bado, lakini bado maziwa yamemsimama, kama kule katika Qur'an, wakawaiba atraba. Kawaiba ni wasichana wadogo ambao ndio watakaopewa na Waislamu peponi. Tayib, ala ihda rukbatai, kasimama juu magoti yake mawili. Watatawalat, ikajifanya anaongeza kima, awe mrefu kidogo, manake yeye si mrefu sana, akanyanyua kichwa, akanyanyua bega juu, aonekane bwana mtume amuone. Watatawalat liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amuone. Wayasmaa kalamaha, asikie maneno yake. Yale msichana, yule msichana ambaye ni msichana mdogo, lakini endelekea ni mkavu, mpaka akasimama pale mbele ya bwana mtume akasema, ndio asema fajathat, akapiga magoti, ala ihda rukbatai, juu ya moja kati ya magoti yake. Watatawalat, yani akanyanyua shingo, akajifanya mrefu kidogo, ili liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume amuone. Wayasmaa kalamaha, asikie maneno yake. Fakhala, akasema yule binti, wallahi, yani naam, ndivyo hivyo na hapo, wallahi, wallahi, naam, ni kweli, wallahi, innahum, hakika wao wanaume, yatahaddathuna, wako wanaume wanafanya tabia mbaya hiyo, wanakaa faragha na wake zao, alafu nakuna kuwazungumzia wanaume wenzao kuhusu siri za nyumba za ndani baina yake mtu mwanamume na mwanamke. Wa innahunna, na hakika katika wanawake pia, la yatahaddathna, kuna nao pia wanafanya hivyo, wakikaa piki yao wasema mume wangu hivi, mume wangu hivi. Bwana mtume sasa fakhala, akasema hal tadruna ma mathalu man fa'ala dhalik, je, mnajua hivi, mnajua mfano wa mtu anayefanya hivyo? Yani mtu ambaye kwamba yeye hafichi siri ya mkewe, au mke ambaye hafichi siri ya mumewe, mfano wake kama nani? Sema inna mathala man fa'ala dhalika, hakika mfano wa mtu aliyofanya hivyo, kama mathali shaitani, kama mfano wa shaitani wa kiume, wa shaitanatin, na shaitani wa kike. Laqiya ahaduma sahiba, mmoja katika wao kakutana mwenziwe, bistakati, katika njia, kakutana mwenziwe njiani, yani shaitani kiume kakutana na shaitani mwenziwe wa kike njiani. Faqadha hajatahu, akakidhi haja yake, yani akafanya matendo yao barabarani. Faqadha hajatahu mina wannasu yanzuruna ilayhi, na hadi kwa watu wanamuona, wanamtazama. Ndio mfano wake. Yani wewe umekaa katika faragha, hakuna ni kuoneni, leo mmefunga mlango, mmejistiri, kisha baadaye yale uliyokuwa mnafanya siri unakwenda kuyazungumza. Huu ni ujinga mkubwa sana kwa hakika. Basi mambo kama haya, basi kwa ulimwengu leo ambao hakuna amana, ukiyazungumza hivyo, kumbe mwenzetu, watu watakwenda kufuatilia mke wako, wakugombanishe mpaka umuache ili wamuoe wao. Ndio watakayofanya ulimwengu leo kwa tamaa za baadhi ya wanaume. Na sasa mambo kama hayo ni madhambi makubwa sana ambayo yakataza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake kama shaitani wa kiume na shaitani wa kike, mmoja akamkuta mwenziwe katika hawa wawili, akamkuta njiani, faqadha hajatahu mina, akakidhi haja yake, yani akajamiana naye, na hali yako watu wanatazama. Rawahu Ahmad, Abu Daud. Hizi katika nini? Katika adabu jimai, kwamba tendo hili tumesema lisitiriwe sana sana. Hili tendo la stara, kama kule nyuma tuliwahi kusema kwamba haifai mtu kufanya tendo hili mbele ya watu, au katika eneo ambalo watu waweza kasikia harakati zenu. Kwa hiyo yatakiwa, na vile vile tulitaja hadithi kwamba haiwezekani akafanya mke na mume tendo kama hilo kama vile punda hawana nguo, watakiwa wajistiri. Hiyo ni siri ya wao peke yao. Kwa nini? Kwani malaika naye anakuwepo. Sasa malaika akiona tendo kama lile, anaona hapa mimi kwa heshima. Haya jambo ambalo hata malaika anaheshimu, je, wana mwenzimu wanadamu ambao hawana heshima wa kivipi huyo?
Hadithi hii pia hapa katika nambari 3288 nasema wali Ahmad nahwu. Hadithi kama hii Imam Ahmad ana ziada hapa, yupo Ahmad na Abu Daud katika hadithi ya juu ya Abu Huraira, lakini Imam Ahmad rahmatullah katika kitabu chake Al-Musnad kuna hadithi ya Asma binti Yazid bin Sakan al-Ash'aliyya. Asma binti Yazid kaipokea Imam Ahmad kwa njia nyingine, kwa njia ambayo kwamba imefika mpaka kwa bibi Asma binti Yazid. Asma binti Yazid bin Sakan, huyu ni mwanamke maarufu, kapokea hadithi 81 bwana. Sisi tu hatujamjua, ndio tunamjua leo. Bibi Asma binti Yazid radhiyallahu anha kapokea hadithi 81, na nyingi hadithi zake zipo katika masail na usul tahara, katika fiqh, masala vile vile ya adabu kama hizi, adabu jimai na matangamano baina mke na mume, anazo hadithi kama hizi. Asma binti Yazid ibn Sakan al-Ash'aliyya radhiyallahu anha, mwanamke shujaa sana mbio huyu. Katika vita vya Yarmouk vilivyotokea mwaka 15 wakati wa khilafa ya Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wakati alipokuwa amiri al-mu'minin Umar, katika vita vya Yarmouk alikuwepo. Basi inaambiwa kwa ushujaa wake alichukua nguzo ya hema lile lilikuwa wamekaa wanawake pale, aliua Warumi 9 peke yake, waua Warumi 9 mwanamke kwa ushujaa wake. Ninyi mnajua alitokea vita baina ya Waislamu na Warumi wakati wa khilafa ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kuonyesha mwanamke huyu shujaa sana, na kafa Sham baada ya hivyo vita vya Yarmouk ambavyo vilitokea mwaka wa 15 Hijra, lakini bidhabti hatujui tarehe gani aliyofariki. Lakini huyu Asma binti Yazid itakiwa na vile vile ajulikane, bin Sakan al-Ash'aliyya. Naam, naendelea.